nafsi yako imfuate Kristo au Yesu. Akiona kuna nafsi inamfuata, kazi anayoifanya anaiondoa ile nafsi kwenye mauti. Watu wengi wanajua mauti ya mwili. Mtu akifa watu wanasikitika, fulani amekufa kabisa, amekufa katika mwili. Iko mauti ya roho ambayo mwanadamu waweza kumwona anatembea, anacheka, anaongea, lakini amekufa. Maana anatembea na mauti ya nafsi yake, anatembea na jehanamu yake mwenyewe. Yuko jiani ya roho. Yesu Kristo aliye hai, ukimfuata mama, aweza kuiondoa nafsi yako kwenye mauti. Yeye mwenyewe ni ufufuo na uzima. Haleluya. Watu wengi wanataja Yesu mdomoni, ila mioyo yao haimfuati Kristo. Kwa maana nataja Yesu bado mwongo, nataja Yesu bado mzizi, unataja Yesu bado unaloga. Maana unataja mdomoni, moyoni haufuati neno lake. Yukaria ile aweza kukugeuza ukija kwake kumfuata yeye. Anaondoa giza moyoni, anaondoa dhambi moyoni, anageuza mitazamo ya mwanadamu. Yaani tafahamu na fika na namna kuenenda, anambadilisha mtu pale nafsi yake inapomfuata nani? Kristo. Haleluya. Wewe unafuata nani? Moyo wako ni shahidi. Unaelewa mambo unayofuata ni ya nani? Wengi wanafuata dini zao. Anasema nasali na mimi, anadhani dini itamuondoa nafsi yake kwenye mauti. Na mimi nafuata uko. Mimi sifuatana uko wangu. Anadhani uko utamuondoa kwenye mauti. Yuko moja, ukigeuka kumwendea katika ataiondoa nafsi yako kwenye mauti kijana, kwenye upotevu, kwenye giza, kwenye miungu, na kukuelekeza kwenye njia ya uzima kama salama. Bwana ni ndani ya Yesu Kristo, simba kabila wa Yuda. Nasi nakubali kumfuata, anajidhihirisha mwenyewe kazi yake aliyoijia duniani. Yaani anajitokeza mwenyewe. Hata kama ulikuwa na tamaa, ndio kuna watu wana tamaa, yani kama mbwa. Tamaa za mwili, tamaa za vitu. Yaani kila atakayemuona demu anaye, apitishi binti yote 6. Ati unajua yani umenimaliza. Unaishi wapi? Nipe namba ya simu. Chako sura kijana, yo hai masia, anaweza kuondoa hiyo tamaa. Ukija